Hatutacheza mechi namba 184, hatutacheza viporo viwili vya ligi vilivyobaki, hizo mechi mbili za ligi, na hatutashiriki rasmi ligi kuu msimu ujao. Na tuwaambie wenye mashindano haya, benki ya CRDB, klabu ya Yanga haitacheza mchezo huo wa fainali kama hatujalipwa pesa yetu ya ubingwa msimu uliopita. Hata tumeleana kwa muda mrefu hapa. Kama hatujalipwa deni letu, haki yetu ya ubingwa ya kombe la shirikisho la CRDB msimu uliopita, Yanga haitacheza hiyo mechi, na huko pia hatuchezi. Kama hatujalipwa hela yetu ya ubingwa, hii ni haki yetu. Msimu mzima tumeisubiri hapa, tumeshaandika barua sana. Tushaandika sana barua. Sasa iko very clear, na huu ndio msimamo wa taasisi. Kama hiyo hela hatutalipa ya ubingwa, taarifa hii ifike kwa ofisi ya katibu mkuu wa TFF, iwafikie na wenye mashindano benki ya CRDB. Yanga hawatakuja Zanzibar kucheza hiyo mechi mpaka hela imeingia kwenye akaunti. Zaidi ya hapo hakuna maelezo mengine. Asante sana mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yetu ya Nzamba TV. Hizi ni piga ni kupige za bodi ya ligi dhidi ya Young African. Na mara baada ya kauli ya msemaji wa timu ya Young African Ally Kamwe, ambayo ameitoa siku ya jana baada ya kuketi na waandishi wa habari, sekta zote kila mmoja kwa nafasi yake ametoa tamko. Benki ya CRDB wametoa barua na kusema benki ya CRDB inapenda kutoa ufafanuzi wa madai yaliyotolewa na msemaji wa klabu ya Yanga katika mkutano wake na waandishi wa habari uliofanyika tarehe 9 Juni 25 katika makao makuu ya klabu hiyo. Katika mkutano huo, msemaji wa klabu hiyo alinukuliwa akitoa taarifa kwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF na kwetu kama mdhamini mkuu wa mashindano ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB kuwa klabu ya Yanga haitocheza fainali za mashindano hayo msimu huu kama hawatolipa fedha zao za ubingwa la msimu uliopita. Tungependa kufahamisha umma na wadau wote wa soka kuwa benki ya CRDB ni taasisi yenye kuzingatia weledi, kanuni na taratibu, na kwa msingi huo tayari benki ilikwisha kutekeleza kikamilifu wajibu wake wa kifedha kwa TFF. Kama sehemu ya makubaliano ya udhamini wa mashindano haya, malipo yote ya msimu uliopita yaliyofanyika kwa TFF kwa mujibu wa mkataba baina ya benki ya CRDB na TFF. Benki ya CRDB inatambua kuwa mbali na mchezo wa soka kuunganisha jamii yetu na kutoa burudani, lakini pia mchezo huu ni ajira kwa vijana wengi. Hivyo dhamira yetu ni kuendelea kushirikiana na TFF, vilabu na wadau wengine katika kukuza mchezo huu kwa maslahi pana ya taifa letu. Imetolewa na idara ya mawasiliano na uhusiano wa umma benki ya CRDB Juni 10, 2025. Mara baada ya benki ya CRDB kutoa barua hiyo na kuidhinisha wazi kwenye jamii kwamba wao hawadaiwi na Young African na kusema kwamba ameshakabidhi fedha hiyo kwa TFF. TFF nao hawakubaki nyuma, wakatoa tamko lao mara baada ya barua hiyo. Tunapenda kuthibitishia umma kuwa benki ya CRDB ndio mdhamini mkuu wa mashindano ya kombe la shirikisho la TFF. Inaelekeza kuwa inatekeleza ipasavyo majukumu yake ya kimkataba kwa msimu wa mwaka 2023-2024 wa mashindano ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB Federation Bank Cup. Benki hiyo ililipa fedha zote za kimkataba milioni 255 kwa ajili ya uendeshaji wa mashindano hayo. Tumesikia meneja wa habari na mawasiliano wa Young African Sport Club kupitia vyombo vya habari akidai kuwa klabu yao inaidai TFF shilingi milioni 200 ambayo ni zawadi ya ubingwa wa kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Tunapenda kutoa ufafanuzi kuwa TFF ndio inayoidai klabu hiyo. Young African Sport Club iliomba kwa barua fedha zao za zawadi katika mashindano mbalimbali zikatwe kulipa malipo yanayotakiwa kulipwa kwa TFF, ikiwemo ada za wachezaji wao wa kigeni. Hivyo
ili kutoendelea kusababisha sintofahamu kwa umma, nimeandikia barua Young African kutuma kwetu mtaalamu wao wa fedha kesho saa 4 asubuhi kuhakiki deni la klabu yao hiyo, wakiwa na vielezo vyote katika ofisi za TFF. TFF inaendelea kutekeleza wajibu wake wa kusimamia mpira wa miguu, ikiwemo kulinda taswira za wadhamini. Imetolewa na Clifford Mario Ndimbo, ofisa habari na mawasiliano TFF, Juni 10, 2025. Lakini baada ya hapo, Young African nao hawakuwa nyuma katika hili. Hawakubaki nyuma, na wao walitoa barua na kusema, tumeona taarifa ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kuwa inaidai klabu ya Young African bila kutoa ufafanuzi wa deni lenyewe. Tunapenda kujulisha umma kuwa klabu ya Young African haijawahi kulipwa fedha yoyote ya ubingwa wa kombe la shirikisho kwa misimu 3 mfululizo, 21-22, 22-23 na 23-24. TFF wamekuwa wakishikilia fedha hizi za ubingwa kwenye akaunti zao kila msimu unapomalizika, huku wakifahamu ni makosa na ni kinyume cha utaratibu. Hakuna uthibitisho wowote wa kimaandishi kuonyesha kama TFF wamewahi kulipa fedha hizi za ubingwa kwa klabu ya Yanga. Ni aibu na fedheha kumtia dosari mdhamini kuendesha mashindano bila kumlipa bingwa kwa misimu 3 mfululizo. Tunaelekeza dawa ya deni ni kulipa kwa wakati, ikiwa ni haki ya mshindi na inampa heshima mdhamini wa mashindano. Ieleweke, ada za malipo ya wachezaji wa kigeni walizozisema kwenye taarifa yao hulipwa mwanzo wa msimu mpya, na hela hizi za ubingwa hutolewa mwisho wa msimu. Klabu ya Young African haijawahi kupokea taarifa yoyote rasmi kutoka TFF kuhusu klabu yetu kuwa na deni kwao. Uongozi wa klabu ya Young African unaendelea kusisitiza kulipwa pesa yake ya ubingwa wa kombe la shirikisho la CRDB kwa msimu wa 2023-24 ili tuweze kucheza mchezo wa fainali siku ya tarehe 28 Juni 2025. Imetolewa na ofisa mtendaji mkuu Young African Sports Club.